dawa za kulevya hazitambui kwamba huyu anatumia sasa hivi ni mwanamke wala ni mwanaume. Watu wote wanaathirika. Isipokuwa tu kwa mwanamke kuna point of focus. Kuna kitu kitamu kita telescope. Telescope ni ile hali ya mwanamke na mwanaume kutumia dawa za kulevya kwa muda mmoja, kiwango kimoja, au mwanamke akatumia kidogo lakini akaathirika zaidi akawa ni mwanamke. Kwa nini? Hii hali inatokana katika mwili wa mwanamke kuna kitu kinaitwa kuna ile metabolism. Yaani metabolism ni mchakato wa vitu vinavyoingia. Ndio maana usishangae wewe hapa ukaka tukakupa sumu ya panya. Na hiyo tukampa Madam Sara yule na yule wote watakia mtu akala sumu. Lakini kila mtu akafa kwa muda wake. Kwa hiyo inategemea namna gani chakula kitachakatwa au sumu itachakatwa mwili. Kwa mwili wa mwanamke katika zile hormone za kuchakata chakula, sasa kwenye upande wa pombe za kuchakata pombe zinachakata quickly haraka. Kwa mfano kwa pombe kesi sasa ilofanya. Kutokana na kuchakata haraka kwa unakuta mwanamke anawahi kulewa mapema na anaye kuathirika na katika ubongo kitu kunaitwa blood brain barrier, ni barrier ya kuzuia matili yote yasiingie. Lakini matili yote ambayo yana asili ya lipids, yana asili ya mafuta yanaingia. Sasa dawa za kulevya zinavyotengenezwa wanaita ni maneno fulani ya kitaalamu kinaitwa water soluble. Yaani ni kuna kitu water soluble na fat soluble. Sasa dawa za kulevya zimeiga ule mfumo. Kwa hiyo kutokana na mwili wa mwanamke kuwa na mafuta imekuwa na vipokeo vya haraka sana vya uraibu. Kwa hiyo telescope ni ile hali ya kwamba mwanamke na mwanaume watumia kiwango kimoja muda mmoja, lakini mwanamke ataathirika zaidi kuliko mwanaume. Na kiasili kwa kumalizia, tatizo dawa za kulevya mara nyingi inaonekana ni male phenomenon. Ni mambo ya kiumeume. Kwa hata wewe mtaani sio na mke wako au mdogo wako au binti yote hakika kietwa na kitoroli amelewa chaka. Watoto wanamshangaa mwanamke. Haya mambo bwana wanaume bora angekuwa wanaume, yani mtu yupo tayari kijana wako wa kiume angeathirika, lakini wa kike anashangaa. Yani haya mambo uendani nayo wewe, hali mambo ya wanaume. Kwa kutokana na ile hali sasa wanawake sasa wakiathirika wengi hawahudhurii katika huduma za matibabu. Kwanza wanachelewa kuingia kutokana na jamii wana discourage wanawake kutumia. Kwa hiyo wanachelewa, lakini baadaye wakija kuingia na wengi wanaingizwa na wapenzi zao. Utakuwa na mpenzi ambaye anatumia dawa za kulevya, mfuta bangi. Ndio maana tunawashauri wanawake, mabinti wanaosikiliza. Kwa na mpenzi ambaye anatumia dawa za kulevya bora umshauri, na akiacha bora uache naye kwa sababu wewe more likely utakuwa vulnerable atakuingiza. Sasa wakiingia kutokana na kupata ile kitu stigma unyanyapaa mtaani, wanachelewa kuingia katika huduma ya matibabu. Kwa hiyo inabidi tufanye hamasa kubwa sana katika vijana wa kike, wakiathirika wasijifiche. Ni jambo la kawaida tu, ukiathirika usijifiche, njoo katika program za matibabu. Tuna MAT kliniki kwa wanaotumia ungo unaitwa heroin, tuna nyumba za upataji nafuu ambazo nyingi zinamilikiwa na asasi za kiraia. Bwana Said Bandawa yupo hapa anayo asasi ya kiraia. Tuna asasi ya kiraia ambazo zinawachukua na kufanya refer to the treatment, lakini tuna huduma za vitengo vya afya akili. Sio wanaotumia dawa kulevya aina bangi na skank. Sawa. Michael Clever una swali kidogo hapa kwenye sehemu ya jinsia. Nakumbuka siku kadhaa nyuma tulishawahi kupata ripoti ambayo ilikuwa inasema jinsia ya kike sasa hivi imeonekana kiwango kimekuwa kikubwa kwenye matumizi ya skanka. Sasa kwa kuwa mamlaka tunayo, kwanza tunatamani kujua ni kweli sasa hivi jinsia ya kike ndio inaongoza kwenye matumizi ya skanka, na kama ni kweli kitu gani ambacho kimekuwa cha tofauti kinapelekea sasa hivi wanawake wengi kuingia kwenye matumizi ya skanka. Commissioner General Arthur James Limo alithibitisha katika press conference alofanya, alizungumza na wananchi kuonyesha kwamba ujue kwanza kwa leo skanka ni bangi ambayo inatokana na mimea miwili. Kuna mmea unaitwa Cannabis sativa, ndio bangi ya kwetu, alafu na mmea unaitwa Cannabis indica, ni bangi ambayo kutoka South Africa. Wameunganisha, wamefanya cross breeding. Kwa mpelekana bangi chotala ambayo ni kali sana inaitwa skanka, ambayo asili yake inatokea kule nchini Afrika ya Kusini, wanaileta huku. Sasa hii dawa haipo nchini. Na mwanzo utakuwa kutumia bangi kutokana na udhibiti mkubwa uliofanywa na mamlaka kwenye kudhibiti bangi, watu wameanza kuopt kutumia skanka ambao wanapata chini. Na trend ikaonyesha kwamba wanawake wanatumia sana. Nini sababu ya kuonyesha sasa hivi kuna rapid increasing ya wanawake wenye matumizi? Moja ya sababu mambo ya mitandao, ukuaji wa teknolojia, advancement of technology imechangia kwa kiwango kikubwa sana sasa hivi wanawake. Sababu zamani tulikuwa hatuwasikii katika mambo ya dawa za kulevya. Sasa hivi ndio wamekuja kwa wingi. Kwa hiyo jambo linaloleta kwa wingi ni mambo ya mitandao.